Mimi baba yangu nimemzika akiwa na miaka 100 na kadhaa. Lakini nimemzika akiwa hana kitu. Hana mavazi, hana nyumba. Yaani hana kitu. Hana hata heshima inayostahili umri wake. Na kusema heshima inayostahili umri wake kwa maana mtu aliyeishi miaka mingi anatakiwa watu waseme yes, kuna mtu aliishi hapa. Baba mwema anaacha urithi. Ina maana ameishi na ameondoka bila kuambulia kitu chochote. Kwa sababu gani? Bila shaka hakujipatanisha na ambaye angemruhusu afanikiwe. Kuna kaka Protas ambaye atatupa ushuhuda wa maisha yake. Ni kijana ambaye alifika mahali akaamua tu kususa kwenda kanisani kwa zaidi ya miaka 10. Atatuambia ni kitu gani ambacho sasa kilimvuta na akaamua kuja kuokoka baada ya kukutana na mtumishi wa Mungu, mahubiri ya mtumishi wa Mungu Christina, mwinjilisti Christina kutoka kule Sumbawanga. Kuna maneno ambayo aliyazungumza, ingawa ilikuwa ni ya muda mfupi, lakini yaliweza kugusa moyo wake. Tunatamani kufahamu pia ilikuwaje akaja hapa, pengine alialikwa. Atatuambia kwa ufupi kuhusiana na kile ambacho haswa kilimgusa mpaka akaamua kuja pia kwenye ibada ya mwaka mpya. Kwa majina mimi naitwa Protas Jonas, mwenyeji wa Morogoro. Niko hapa Dar es Salaam Tegeta tangu miaka ya 2007 2008. Historia yangu ya kuabudu kwa asili, tangu nikiwa mdogo mimi nimezaliwa kwenye familia ya ibada nikiwa Mkatoliki. Baba yangu alikuwa ni kiongozi wa dini. Kwa hiyo tangu nikiwa mdogo mpaka napata fahamu nimejikuta ni mtu niliyokulia kwenye sala. Ndivyo tulivyokuwa tumelelewa na baba yangu. Kwa hata nilipokuja hapa Dar es Salaam, kwa sababu asili ile ya ibada ilikuwa ndani yangu, ilinisaidia kutafuta kujua kweli zaidi kuhusu Mungu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni miongoni mwa sababu za kwamba nikiokoka sio tu kwamba nitaenda mbinguni na nini. Unajua sisi vijana haya mambo ya mbinguni hatu discuss sana, hatujadili sana, kwa sababu unapokuwa kijana unaona bado una muda mrefu wa kuishi. Sasa huwezi kuanza kujadili mambo ya kwenda mbinguni wakati mbinguni baada ya kufa. Unaona bado una safari ndefu ya kuwepo hapa. Unaona bado una safari ndefu ya kuwepo hapa. Na nafikiri kila mtu anatamani angeishi maisha mazuri hapa. Kwa mimi ni miongoni mwa watu ambao miongoni mwa vilivyonishawishi kuokoka, kwa sababu najua kufanikiwa kunahitaji namna mbili tu. Aidha Mungu akufanikishe au nguvu za giza zikufanikishe. Lakini ingawaje hatujawahi kuingia kwenye nguvu za giza, kupitia watu mbalimbali na simulizi mbalimbali tunaamini kwamba nguvu za giza zitakapokufanikisha hautobaki salama, hautobaki na ile raha, na kufanikiwa ni kukusudia kuishi kwenye raha. Kwa hiyo nilipotoka kanisani nikaenda kufanya muziki wa duniani sasa. Unaita Bongo Flava. Yes, Bongo Flava. Nikafanya kwa kadiri ya uwezo wangu. Lakini pia kule nilikutana na changamoto ambazo zimenihakikishia vile nilivyokuwa naelewa kwamba kufanikiwa kunahitaji bidii na nguvu nyingine isiyoonekana ili ufanikiwe. Kwa bidii ambayo ndani yake haina nguvu nyingine isiyoonekana haiwezi kukupa matokeo yanayokubaliana na ile ndoto yako. Sio kwamba hautopata, utapata, lakini hautopata kama vile ulivyokusudia. Kwa nilifanya kule muziki. Baadaye nilipoona hapa ili kuvuka kwenda pale nahitaji kile ambacho nilikuwa nakifahamu. Kwa nikathibitisha kwamba kumbe ni kweli. Sasa
Yaani kwenye kufanikiwa, ukiwa kanisani unaweza ukaamini kuhusu Mungu, lakini usijue sana kuhusu utendaji wa zile nguvu zake za rohoni, kwamba zina msaada gani kwenye yale ambayo unakusudia kufanikiwa. Sasa mimi nilipotoka kanisani, nilipoenda kule duniani nikafanya muziki, ilifika wakati nilithibitisha kwamba kumbe ili ufanikiwe unahitaji nguvu zingine zisizoonekana. Hilo nililijua kabla, lakini nilikuwa sijawahi kulithibitisha au kulihakiki kwa asilimia za kiwango kile kipindi nafanya muziki. Sasa nakuwa nimebaki katikati, kabla sijarudi hivi karibuni mwezi wa kwanza, yani jana hapo, muda wote nikasimama, nikawa siendelee sasa kuimba muziki, kwa sababu nishajua kwamba kuendelea kurekodi, kushuti video, kufanya interview na kuhangaika kuna kule si kitu, mpaka nimefanya 1 2 3, mpaka niende kwa mganga niroge, nizingatie kanuni zile zitakazonipa matokeo halisi, na mimi sikuwa tayari kufanya vile, lakini ile ilinisaidia kujua kama kuna nguvu za giza, kumbe kuna uhakika kuna nguvu za nuru. Yani kuna nguvu nyingine pia kinyume na hiyo inaweza kunisaidia. Unajua mimi ninavyotafsiri au ninavyoelewa mafanikio, vyovyote itakavyokuwa, lakini moyo wako uambatane na raha ya yale mafanikio. Kinyume na hapo, mafanikio, yani kusema mafanikio, yani kuwa na nyumba au superstar nini afu kuitwa mafanikio ni kukosea maana halisi ya mafanikio. Kufanikiwa ni kujisikia raha. Yani unafurahia kile utajiri ulionao. Unafurahia utajiri ulionao. Lakini sasa unaroga, unapanda jukwani, lakini ndani unaungua. Mahali fulani Biblia ni like anasema nami nitawapa raha nafsini wenu. Nafikiri hata Mungu angekuwa ameondoa hiyo ahadi ya raha nafsini, mengine yote ambayo angetupatia singekuwa yana maana. Kwa bora hata ukose chochote ukawa tu una raha. Kwa sababu unapata pesa ili upate raha. Sasa kama umepewa raha ukanyima pesa, sasa utaitaka pesa nini? Kufaiti kote huko umeenda, umeloga na bado ukaona hakuna namna unavyoweza kupata zaidi ya kurudi kwa Mungu. Nimeroga na nimepata matokeo, lakini matokeo yake sikutaka niendelee hata kuendelea, kwa sababu nilifanikiwa pia kujua wengine waliofanikiwa zaidi kuliko mimi wanaishije. Kwa hiyo niliona hata kama sitarudi kanisani, bado nibaki hivi hivi, kwa sababu hivi hivi bila kusali kanisani, bila kwenda kwa waganga, mtu pia unaweza kufanikiwa japo kwa tabu nyingi. Ulikuja kwenye ibada ya mwaka mpya tarehe 1. Hapa ulialikwa au ulikuwaje? Hapa na rafiki yangu ambaye yeye alinishawishi mimi, miongoni mwa watu niliokuwa nao karibu wakati nimeokoka, ili na yeye aokoke, alikuwa huyo rafiki yangu. Babangu mimi alikuwa Mkatoliki, lakini alikuwa mcha Mungu sana. Kipindi hicho kule nyumbani kule mambo hayo tulikuwa tujui, yani hamna habari hizi, hazipo. Alikuwa mcha Mungu sana. Inawezekana kuzidi hata watu wengi tu ambao sasa hivi wanaamini kwa wameokoka. Yani nimeondoka nyumbani nikiwa mtu mzima, lakini leo ukiniambia nimkosoe baba, najiambia kwamba natakiwa niokoe kwa viwango vya juu sana nimfikie yule mzee. Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anazingatia kumcha Mungu. Anatufundisha ibada, anatufundisha hiki na hiki na hiki. Kwa sasa ile tabia mimi ilikuwa ni sehemu yangu ya maisha. Kwa yani ni tabia ambayo kwangu kuishi ndo nimelelewa hivyo. Kwa hiyo ile jamaa yangu pamoja kwamba niliacha kwenda kanisani, lakini sehemu kubwa ya mazungumzo yetu yalikuwa ni ibada. Kwa hiyo nikajikuta namhubiria mtu wakati mimi mwenyewe siendi kanisani. Yani tunaambiana habari za Mungu, unajua hivi na hivi na hivi. Baada hapo tunaondoka, tunaenda studio, tunarekodi, tunapanga mipango mingine, tunajadili mambo ya waganga na hivi na hivi. Sasa yeye baadaye
kulikuwa na mkutano wa injili sehemu fulani pale Nyuki pale. Akasema mimi leo naenda kuokoka. Hakuna mtu aliyemfuata, yeye mwenyewe akasema mimi leo naenda kuokoka. Naacha kufanya mambo huu muziki, naacha kufanya. Naenda kuokoka na lazima nifanikiwe nikiokoka. Kwa sababu gani? Kama hivi nilivyokuambia, aliniambia hivi, maadamu nimegundua kumbe kuna shetani, yani kuna uchawi unaweza kufanikisha kufanikiwa. Na mimi hata walokole wana nguvu inayofanikisha. Zamani nilijua hawa wachungaji wana nguvu za giza zinawafanikisha. Lakini sasa kama kuna nguvu za giza, haiwezekani kukose nguvu zingine, hawa wana nguvu zao vile vile. Akaenda akaokoka. Ndio huyo sasa aliniita hapa MCC. Ulipofika hapa MCC, tuambie sasa ushuhuda wa kile ambacho ulikisikia, ni maneno gani ambayo alikugusa baada ya kumsikia mtumishi wa Mungu Tina? Kilichonishawishi nije kanisani, napenda tu kusikiliza mhubiri anapokuwa anahubiri. Sababu hata mimi mwenyewe napenda. Yani mimi pia napenda, natamani siku moja mimi ningekuja kuwa mtu anayeweza kuhubiri. Yani na wish sana hiyo. Kwa Pastor Christina muda ule wakati anapanda, sikujua kama anaipanda ni mhubiri. Nilifikiri labda ni miongoni mwa wazungumzaji waliokuwa wakizungumza pale. Lakini ile pancha, unajua kuhubiri sisi wasanii kuna vitu na yani mwimbaji akipanda unaanza kumfuatilia, yani kwamba yes, hiyo good hapa kapata hiyo performance. Yani hata Sister Christina pale alipopanda, yani ile nani yake alikuwa ana flow nayo, nikaanza kuenjoy. Yani nikaanza kujisikia kitu fulani, nikawa nakamata neno moja baada ya ngeona huyu sio mzungumzaji, huyu ni mtu wa tofauti kati ya wote waliokuwa wamepanda. Kwa hiyo nikaanza kumzingatia kwa namna tofauti. Mimi nilishika maneno machache tu aliyokuwa anasema kwamba wakati wa kuzaliwa watu wanasherehekea kwa vigelegele na vifijo, lakini kuna wakati wa kufa watu wanapatwa na misiba, wanalia. Kwenye kitabu cha Mhubiri, sikumbuki alitaja andiko gani kwenye Mhubiri, alisema kwamba imeandikwa kuwa kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Unaona lile andiko, unajua mimi nisema tu Mungu kuna wakati anasema na watu. Mungu anasema. Yani nilijikuta kama kuna mtu yupo karibu sana na nisemesha. Alafu lile tukio la jana lilikuwa na watu wako busy, wana enjoy, wanasherehekea mwaka mpya. Kwa mimi nilijiona kama yani wote hawa, kwa sababu hata nilipoangalia niliona kama kulikuwa hamna mtu anayemzingatia mhubiri vile. Yani watu walikuwa wako very happy. Mimi peke yangu nilijiona mbona mimi kama niko tofauti na hawa watu wote. Kwa nilijiona kama yani mimi peke yangu ndo nilikuwa naambiwa yale maneno. Kwa hiyo nijikuta yani haiwezekani mimi peke yangu niwe naambiwa maneno alafu nikwepe. Yani nilisikia uzito wa kupita kawaida. Nilijiona yani wenzangu wote wako sawa, alafu mimi tu peke yangu ndo naambiwa haya naambiwa hapa. Kwa hiyo nilijiona alafu ikitokea nimeondoka hapa leo naenda na kufa. Yani nilikuwa najisikia kusemeshwa vitu vingi sana. Sasa naona sasa mbona nitaishi kwa mateso? Sasa mimi pesa sina, ndoto yangu haijatimia, sina mahusiano bora, yani naweza nikasema sina kila kitu. Yani ukiwaita watu ambao hawana kitu chochote, mimi ni miongoni mwao. Mimi nimetokea familia zero. Haina hata 1% ya chochote. Haina viatu, haina nguo, haina nyumba, haina mifugo, haina mashamba, haina chochote. Yani labda mimi ni miongoni mwa waliofanikiwa kwenye familia yetu, kwa maana kwamba nina afya na nina matumaini. Lakini kwenye familia kuna ambao hawana matumaini kabisa. Kwa sasa unajua inaumiza nikiona mzigo huu wa aina ya maisha nayoishi, alafu na mzigo mwingine tena wa kupigiwa kelele, okoka, utakufa. Siwezi nika maintain, siwezi kubeba hiyo vitu. Yani bora nisingeenda kanisani kuliko kwenda kanisani alafu niondoke na sauti na nipigie kelele
kuna kuzaliwa, kuna kufa. Kwamba nishazaliwa kwa hiyo ninachofuata ni kufa sasa. Siwezi kumaintain hiyo hali. Kwa hiyo nikajikuta mwaka mpya wangu umeharibika, vinginevyo nifanye tena issue mpya ya kutengeneza. Baada ya hapo ukafanya hatua gani? Baada ya hapo nikazunguka pale kumwangalia yule mhubiri yuko wapi, labda nimpate anishauri cha kufanya. Nilijua tu ataniombea alafu nipate amani, ile disturbance iondoke. Yanisumbua kichwani, yanasumbua sio kawaida, sikutanii, yani yanasumbua. Kwa mimi jana niliteseka sana, yani mwaka mpya wangu baada ya Pastor Christina kuniongoza sala ya toba sasa nikajikuta mzigo ule umeondoka. Nimepata mzigo mwingine tena. Ambao mzigo mwingine mimi sijajua ni wa namna gani, lakini huwa siwezi kuigiza. Yaani kwa mfano hivi nimeokoka kanisani, alafu tu niigize niwe nakuja kanisani naondoka. Siwezi, bora niache. Kwa najikuta na mzigo mwingine, wanifanyeje ili nipate matokeo yanayokubaliana na hiki nilichokuwa nimeamua. Kwa toka jana hapa bado sina raha. Kelele hizi zimeondoka, lakini najisikia mambo mengi yanaendelea kwenye ufahamu wangu. Natakiwa kupata matokeo. Kuokoka ni kuzalisha, ni mchakato ambao unatakiwa ulete matokeo, kwa maana ya kwamba kama umeokoka usababishe watu wengine watamani kuokoka. Yaani waamini kwamba haiwezekani kuwa vile mpaka na wewe umeokoka. Sasa kufanya watu wengine waone haiwezekani kuwa kama wewe sio rahisi. Watu wengi hawaokoki kwa sababu wengi waliokoka hawana matokeo. Yaani hata usimame na mpagani na kuulizia, wewe una nini ambacho unaweza kaniambia ili na mimi niokoke, nikitamani kwako? Katika walokole 10 hawezi kufika nusu ya 10. Wengi hawana matokeo. Kwa sababu mimi sitaki hivyo. Kwa hapa nina wakati mwingine mgumu wa Mungu anisaidie ili nipate matokeo. Bila matokeo mimi siwezi. Na matokeo si ndio wewe mwenyewe sasa unaanza sasa kukulia wokovu. Kile ambacho umekipata ukaanza kukitamani, kumtafuta Mungu kwa bidii, alafu sasa uone matokeo kutoka kwenda kutafuta kuwaambia watu habari njema za wokovu. Ni wewe kwanza usimame, umjue vizuri Mungu, usome neno la Mungu kwa wingi, ndio upate sasa kwenda kutoka. Kwa sababu hata hivyo ukiwa hivi umeokoka, unaweza amini kwenye uchanga wako bado unafikiri unaweza ukaenda kueleza habari za Yesu. Yes, ndio huo mchakato ambao nautazamia. Hongera sana. Asante sana. Maamuzi yako ni mazuri. Ananisikiliza sasa hivi hapa, labda anaimba muziki wa Bongo Flava au anafanya biashara au anafanya shughuli nyingine yoyote ile ambayo kwa namna moja au nyingine shida yake aishi kwenye mafanikio. Lazima ajue kwanza mafanikio hayapo kwenye mamlaka ya mtu. Mafanikio yapo kwenye mamlaka ya nguvu zisizoonekana. Mafanikio yanakuwa kwenye mamlaka ya mtu. Watu wengi sana ambao wamefanikiwa. Nilikuwa namsikiliza mhubiri mmoja alikuwa anasema tafiti zinaonyesha 3% tu ya watu duniani ndio wamejitambua. 97% wote hawajitambui. Akili yangu iliniambia kwamba kutokujitambua kwa 97% haiwezi ikawa ni kwa sababu wao wametaka wasijitambue. Kuna kimesababisha wasijitambue. Kwa hiyo kufanikiwa hakupo kwenye mamlaka ya mtu. Biblia inatuonyesha kwamba Mungu ndo anaruhusu mtu kufanikiwa. Maana yake kumbe kama Mungu anaruhusu kufanikiwa hauwezi kaamuru wewe kufanikiwa. Lazima Mungu aje aruhusu kufanikiwa. Kumbe hata ukaenda kwenye nguvu za giza, lazima shetani akuruhusu wewe ufanikiwe. Sasa shetani akikuruhusu ufanikiwe, hawezi akakupa mafanikio kwa faida yako. Hata Mungu hakupa mafanikio kwa faida yako, ujue. Mungu anakupa mafanikio kwa faida yake mwenyewe. Anataka haya mafanikio yampe yeye utukufu. Kwa hiyo kufanikiwa sio kwa maslahi ya binadamu.
Kufanikiwa ni kutumwa, ni utumishi. Mafanikio ni utumishi. Umepewa na Mungu ajira ya kumiliki mafanikio ili ufanye hiyo kazi ya kumanage haya mafanikio yampatie Mungu faida. Vile vile shetani atakapokupatia mafanikio, wewe umepewa kitengo cha kusema mafanikio ili shetani apate faida kupitia mafanikio. Ndio maana sasa hivi dunia ina promote ushoga kwa pesa nyingi. Pesa zile zimeruhusiwa na aliyewapa ili zipromote ushoga. Maana yake zikifanya kazi nyingine zitaondoka. Kwa sasa kama wewe kijana labda unasikiza sasa hivi, unaamini kwamba utafanikiwa, pia lazima uamini kwamba kufanikiwa hakupo kwenye mamlaka yako. Ndio maana kuna mtu hivi ninavyoongea na miaka labda kama yangu 35. Yaani una miaka 35, alafu hauna hata shilingi 10,000. Maana yake tangu mwaka mmoja mpaka 35 una shilingi 0. Just imagine, yani kwamba miaka yako yote uliyoishi duniani, nguvu zako zote ulizotumia, eti leo hii hauna hata senti 5, maskini wa Mungu. Hauna nyumba, hauna kiwanja, yani hauna kitu. Kuna watu wengi leo hii wana miaka 30 kwenda juu. Kama watakufa sasa hivi hapa, wamekufa wakiwa hawana kitu. Mimi baba yangu nimemzika akiwa na miaka 100 na kadhaa. Lakini nimemzika akiwa hana kitu. Hana mavazi, hana nyumba. Yani hana kitu. Hana hata heshima inayostahili umri wake. Na kusema heshima inayostahili umri wake, kwa maana mtu aliyeishi miaka mingi anatakiwa watu waseme yes, kuna mtu aliishi hapa. Baba mwema anaacha ulisi. Ina maana ameishi na ameondoka bila kuambulia kitu chochote. Kwa sababu gani? Bila shaka hakujipatanisha na ambaye angemruhusu afanikiwe. Kwa sasa ni kukimbiza upepo kuamini kwamba utafanikiwa from nowhere. Mafanikio yana mwenyewe. Lakini sasa kama shetani atakupatia mafanikio yake, hutoambulia amani. Utakuwa mtumwa, kwa sababu walioko upande wa shetani wako gerezani. Watafanya kazi za bwana gereza. Lakini kama Bwana Yesu akakutengeneza, ukao umekamilika, ukafikia kiwango cha kuona sasa hapa pako tayari kwa ajili ya kuweka mafanikio, unaenjoy. Unaenjoy. Yes, tumemsikiliza kaka ambaye safari yake kwa kweli ya miaka yake ya kuwepo hapa, alipokuwa kule kwenye udini, baadaye akamjua Mungu, akaamua kurudi tena kwenye uovu. Yani yote alikuwa anatafuta mafanikio, na baada ya kuona mafanikio bado hayapo kule, akapata wazo la kurudi sasa, kutambua kwamba kumbe mafanikio yana mwenyewe na mafanikio ya kweli yako kwa Mungu. Basi ni kushukuru sana wewe ambaye umepata wasaa kumsikiliza kijana huyu. Wewe ni kijana pengine, na wewe unatafuta mafanikio kwa njia ambayo unaijua wewe. Amesema hapa ya kwamba mafanikio ukiyapata kule kwingine nje ya kwa Mungu ni gerezani. Yani huko kwenye gereza, maana mafanikio hayo hayana amani. Na kama hauna amani, hata kama upewe dunia yote, vina maana gani? Havina maana yoyote. Kwa hiyo ili upate mafanikio mazuri, ukimjua huyu Yesu akakupa mafanikio, basi una amani, na ukiwa na amani basi ni burudani ndani ya Yesu. Hii ni NY TV, tukiendelea kukuletea habari na matukio mbalimbali, shuhuda kama hizi za kukutia moyo. Pengine ni kijana, ni baba, ni mama, ni binti ambaye unasafa kwa namna moja au nyingine, basi kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza kupitia ushuhuda wa kijana huyu. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi vingine vya NY TV.